as-salatu bin najasati nasiyan au jahilan. Tunamwangalia mtu mwingine ambaye anaswali lakini katika kuswali kwake yupo na najisi, ima katika mwili wake au nguo yake, hali ya kuwa amesahau au hali ya kuwa hajui ya kwamba katika mwili au nguo yake yupo na nini? Yupo na najisi. As-salatu bin najasati nasiyan au jahila, swala ya mtu mwenye najisi akiwa amesahau au kwa kutokujua. Man salla wa alayhi najasatun nasiyan au jahila, yoyote ambaye ataswali hali ya kuwa yupo na najisi, hali ya kuwa amesahau au hakufahamu ya kwamba yupo na najisi, fa salatuhu sahihatun, swala yake ipo sawa, wala i'adata alayhi, wala hafai kuirudia hiyo swala. Tufahamiana ikhwata al-iman. Mathalan, umekuja hapa msikitini, sawa Sheikh, kuja kwako msikitini hapa, nguo yako au mwili wako ulikuwa na najisi. Nafikiri kila mmoja anafahamu najisi, si ndio? Najisi ni ile ambayo inahitaji kusafishwa katika nguo au katika mwili ili mtu awe safi, sio hadath. Tuelewane Kiswahili, kuna hadath. Hadathi hii kuna hadathi ndogo na hadathi kubwa. Hadathi kubwa ni ile ambayo Muislamu inamlazimu yeye kufanya nini? Kuoga, kaljanabati wal haidh wan nifas, kama mfano wa janaba, hedhi na nifas, damu ya uzazi. Hadathi ndogo ni ile ambayo Muislamu inamlazimu yeye atawadhe, maana yake hana udhu. Tuelewana vizuri? Muislamu ikiwa hana udhu na akaswali, kisha baada ya swala akagundua nimeswali sikuwa na udhu, swala yake ni batili, haifai, anatakiwa airudie ile swala. Lakini hapa tunamzungumzia mtu ambaye vazi lake limeingiwa na najisi au mwili wake una nini? Una najisi, hali ya kuwa hakufahamu chochote mpaka amekuja toa salamu, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Akiangalia kwenye nguo au katika mwili wake yupo na nini? Na najisi, swala yake iko sahihi, hafai kurudia hiyo swala. Tumeelewana vizuri ya jamaa? Ndio hapa anasema man salla wa alayhi najasatun nasiyan au jahilan, yoyote ambaye ataswali hali ya kuwa yuko na najisi au, tuelewana vizuri, amesahau au kutokuelewa kwamba mimi nilikuwa na najisi, fa salatuhu sahiha, swala yake ni sahihi, wala i'adata alayhi, wala hafai kuirudia hiyo swala. Si maneno yangu mimi ya jamaa. Wa huwa riwayatun anil imami Ahmad, hiyo ni riwaya ya upande wa Imam Ahmad. Wa qawlu Shafi'i fil qadimi, na kauli ya Imami Shafi'i ya kitambo. Maulama wanakuambia ukisikia kaulu Imami Shafi'i lil qadimi, ni kauli ambayo aliweza kuitoa kabla hajafika Misri au aliweza kuitoa akiwa Baghdad, Iraq. Ndio kaulu al-qadimi, kauli ya kitambo. Tumeelewana vyema kwa hili? Kwa hiyo pia ni kauli ya Imam Shafi'i fil qadimi, wa huwa ikhtiyaru Ibn al-Mundhir, pia ndio kauli ambayo ameichagua Ibn al-Mundhir wa Nawawi na Imam an-Nawawi wa Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim wa Ibn Baz wa Ibn Uthaymeen. Hao wote wamekubaliana juu ya kauli hiyo. Ukiswali kwenye vazi lako ikawa kuna najisi, hali ya kuwa umesahau kama kuna najisi, au alikuwa haufahamu kama nguo yako au mwili wako una najisi, ukamaliza ibada yako ya swala, swala yako ni sahihi, wala hufai kuirudia hiyo swala.
Nenda kwenye kitabu Al-Insafu lil-Mardawi, kitabu nambari 1, ukurasa 341. Nenda kwenye Al-Majmuu lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 132. Nenda kwenye kitabu Al-Awsat libn al-Mundhir, kitabu nambari 2, ukurasa 289. Na wapeni majina ya vitabu. Ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa dalili. Unaweza kuulizwa, shekhe, watu wa kauli yako umeitoa wapi? Usituletee mambo ya ajabu ajabu. Ndio maana najaribu kutoa majina ya vitabu na ni kitabu nambari ngapi, ukurasa wa kitabu. Lengo ni kurahisishie wewe kama ni mwanafunzi, kama ni msomi, urudi katika hivyo vitabu ukahakikishe haya ninayoyazungumza ni kweli. Pia nenda kwenye kitabu Badai'u al-Fawaid libn al-Qayyim, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 258. Nenda kwenye kitabu Fatawa bin Baz, kitabu nambari 6, ukurasa 396. Nenda kwenye kitabu Asharhul Mumti' libn Uthaymin, kitabu nambari 2, ukurasa 179. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min al-kitab, dalili ya kwanza ni katika Qur'an. Qauluhu jalla wa ala, neno lake Mwenyezi Mungu lilotukuka. Allah anasema nini? Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, la tuakhidhna, usituhukumu sisi viumbe vyako, inna sina, katika yale tuliyoyasahau, au akhtana, au tumeyakosea kwa kutokujua. Tumeelewana vizuri ya jamaa? Hii ni suratul Baqara aya ya 286. Wajhu dalalati, tuangalie mwongozo wa dalili. Anna almuakhadhata, hakika lile jambo ambalo mtu anahukumiwa nalo, inama takunu, hakika si vinginevyo, jambo hilo atahukumiwa nalo, ala ma ta'ammadahu al-insanu, kwa lile ambalo alilokusudia mwanadamu kulifanya. Kama wewe uliingia na ile nguo ina najisi, hali ya kuwa wajua kabisa ina najisi na ukaswali, utahukumiwa kulingana na kwamba umekusudia wewe. Wajua wazi mimi nimeingia na hii nguo ina najisi, mwili wangu una najisi, na ukaamua kuswali katika hali hiyo, hukumu itasimama juu yako. Tumeelewana vizuri? Bikhilafi ma waqa'a fihi khata'an au nisyana, hii ni kinyume na yule mtu ambaye aliyelifanya hilo jambo hajakusudia, alikosea, alikuwa hajui au alisahau. Kama mtu alikosea, kama mtu alisahau, basi moja kwa moja hachukuliwi juu ya jambo hilo. Thaniyan min sunnati, tuangalie dalili ya pili katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, amesema bainama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli bi ashabihi. Hii tulizungumzia jana, lakini kuna kitu kwa kitafuta hapa. Pindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anawasalisha masahaba zake, idh khala'ana alayhi, aliamua kuvivua viatu vyake, fawada'aha, akaviweka viatu hivyo, ayasarihi, upande wake wa kushoto. Mbona vile viatu Mtume hakuviweka upande wa kulia, aliviweka upande wa kushoto? Kama lao mtachunguza, kitu chochote kibaya huwa kinatumika na mkono wa kushoto. Ni kweli si kweli? Watu wa motoni ni watu wa mkono wa kushoto. Tuelewana vizuri? Ukiingia msikitini waingia na mguu ukitoka. Je, ukiingia chooni waingia na kushoto? Ni kuzuri kule chooni kule. Ndio maana kabla hujaingia wasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaithi, Mwenyezi Mungu najilinda kwako hapa chooni hapa kutokamana na majini wabaya wa kiume na majini wa kike.
Ndio maana Mtume kile kiatu kilipokuwa ni kichafu au viatu vilipokuwa ni vichafu akaamua kuviweka mkono wa kushoto. Fawadaaha an yasari, akaviweka upande wa kushoto. Falamma raa alqaumu dhalika, pindi walipoona wale masahaba jambo hilo la Mtume kuvua viatu akaviweka upande wa kushoto, alqau ni'alahum, na wao waliamua kuvivua viatu vyao wakaviweka upande wa kushoto. Falamma qada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatahu, pindi Mtume alipomaliza swala yake, qala, alisema kuambia masahaba zake, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alikum, kitu gani kimewapelekea mpaka mukaamua na nyinyi kuvua viatu vyenu? Qalu, wakasema masahaba, raainaka, tumekuona wewe Mtume, alqaitana alaika, umevivua viatu vyako, fa alqaina ni'alana, na sisi tukaamua kuvivua viatu vyetu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, inna Jibrila, anawapa habari masahaba kwa nini nimevivua viatu vyangu. Inna Jibrila, hakika ya Jibril, atani, alinijia mimi mtume wenu, fa akhbarani, akanipa habari, anna fihima qadhara, hakika hivyo viatu vyako ulivyovivaa vina uchafu, vina najisi. Ndio maana Mtume akaamua kufanya nini? Kuvivua. Hapa inamaanisha ya kwamba wale masahaba ridwanullahi alaihim hawakumuona Jibril wakati anamueleza Mtume viatu vyako vivue vina nini? Vina najisi. Jibrilu alayhi salam alikuwa akimjia Mtume kwa njia tofauti tofauti, kwa njia tofauti tofauti. Lakini mara ya kwanza Mtume anajiliwa na Jibrilu alayhi salam, Jibrili alikuja kwenye umbile lake akiwa na mbawa 600 wakati yuko kwenye ile pango kule. Tumeelewana vizuri? Mtume alipoona hiki kiumbe ni cha ajabu, safari, hata wewe utasimama mpaka kwa Khadija. Akifika kwa Khadija amwambia, nifunike, nifunike. Umeona nini huko? Nifunike, nifunike, nimeona kiumbe cha ajabu. Kumbe ni Jibrilu alayhi assalam. Lakini wakati mwingine pia Jibril anajifananisha na shabu, kijana. Hadithi ambayo ilipokewa na Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Jibril alikuja kwa lengo la kuwafundisha masahaba dini yao. Kipindi hicho alikuja na vazi jeupe, nywele nyeusi, akaja mpaka kwa Mtume, akategemeza magoti yake na magoti ya Mtume. Kisha ikawa Jibril anamuuliza Mtume baadhi ya masuala, sio kwamba hajui, hapana, anahitaji awafundishe wale masahaba. Ikawa Jibril anamuuliza Mtume swali, kisha Mtume anajibu, alafu huyo anayeuliza anamwambia Mtume, swadakta, umesema kweli. Na siku zote tunajua anayeuliza ni yule ambaye hajui, lakini huyo anauliza baada ya Mtume kutoa jawabu, kisha anamwambia umesema kweli. Baada ya kuuliza maswali yake yote alafu akaondoka, Mtume ndo akawafahamisha, je, mnamjua yule bwana alikuwa akiuliza ni nani? Wakasema sisi hatujui, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndo wanajua. Kisha Mtume akawaambia, dhaka Jibril, yule alikuwa ni Jibril, atakum liyuallima dinakum au liyuallimakum dinakum, amewajieni ili awafundishe dini yenu. Sasa hapa ina maana Jibrili amekuja, hakuja kwenye kiumbe cha shabu, hakuja kwenye sura ya kimalaika. Ina maana wale hawakumuona kabisa. Ndio maana Mtume anawapa habari, kuvua kwangu viatu ni Jibrili, mimi alinijia akaniambia viatu vyako vina uchafu, ndio maana mimi nikavua nini? Viatu. Rawahu ad-Darimi, hadithi imepokewa na ad-Darimi. Ni hadithi
kwa nambari 1378. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahihi sunani Abi Daud kwa nambari 65.